Lote hili wamejaa washirika watupu wa mazao mbalimbali nchini, na kipekee kabisa hapa nipo katika banda la muungano wa ushirika wa korosho. Tutazungumza nao tujue huduma gani ambazo wamekuwa wakizitoa. Kaka, habari za asubuhi? Njema, habari ya asubuhi. Safi bwana. Mtazamaji angependa kufahamu majina yako? Kwa majina naitwa Matthew Rajabu, ni afisa masoko wa ushirika wa pamoja wa korosho. Bwana Matthew, mwambie mtazamaji nini shughuli zako ambazo mmekuwa mkizifanya katika huu ushirika wenu? Sisi kama wana ushirika wakulima tuna jukumu kubwa la kusambaza pembejeo kwa wakulima, lakini sambamba na pembejeo tunasambaza pia vifungashio vya zao la korosho nchini. Ambavyo ni vifungashio gani pengine? Sisi tunatumia magunia kwa ajili ya kufungashia korosho ghafi. Wapi magunia yenyewe? Haya hapa. Mtazamaji. Hili ni gunia ambalo lina uwezo wa kuhifadhi kilo 80 ya korosho ghafi ambayo bado haijabanguliwa. Kwa hiyo sisi kama ushirika wa pamoja tuna jukumu la kufanya manunuzi haya magunia, lakini pia kuyasambaza kwa wakulima wetu kwa ajili ya kufungashia korosho kwa ajili ya mauzo. Na hivi ninavyoviona hapa ni vitu gani? Hivi ni viuatilifu, na tuna aina tofauti za viuatilifu. Hizi ni dawa za maji ambazo kazi yake kubwa ni kutibu, lakini pia kukinga dhidi ya magonjwa ambayo yanapatikana kwenye mikorosho. Tunakuwa na dawa za aina tofauti. Hizi ni sumu kwa ajili ya kudhibiti mbu ambao wanapatikana kwenye mikorosho ambao wanaathiri kwa kiasi kikubwa sana uzalishaji wa korosho. Mbu gani hawa wanaosambaza malaria? Kuna mbu ambao wanapatikana kwenye mikorosho na minazi ambao wenyewe sasa ndio wanaathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa korosho ghafi. Huu muunganiko wenu unamaanisha nini? Muunganiko wetu sisi ni ushirika wa pamoja wa vyama vikuu vya ushirika ambavyo vinasimamia zao la korosho nchini, na huu muunganiko unaundwa na vyama vikuu 6 kwa maana ya MAMCU, TANECU, Lindi Mwambao, RUNALI, TAMCU na KORECU ambao vinapatikana kwenye mikoa 4 ambayo inazalisha zao la korosho. Sawa. Wakulima wa korosho wananufaikaje na huu muunganiko wenu? Ukijaribu kuangalia kwa siku za nyuma, uzalishaji wa korosho ulikuwa chini sana kutokana na changamoto ya utoshelevu wa viuatilifu. Kufuatia uanzishwaji wa huu mradi wa pamoja, uzalishaji umeweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, tukirejea msimu wa 21-22, uzalishaji ulikuwa tani 240,000 nchi mzima. Lakini tunavyoongea leo hii, msimu uliomalizika wa 25-26, uzalishaji umeongezeka kufikia tani 618,000. Kwa hiyo unaweza kuona moja kwa moja huu muunganiko umewanufaisha wakulima, kwanza kwa kuongeza uzalishaji kiasi kwamba inaenda kuathiri kipato chao kwa mkulima mmoja mmoja. Nakushukuru sana kaka Matthew. Asante sana, karibu sana ushirika wa pamoja, na nipende kutumia nafasi hii kuwakaribisha wakulima na wadau wote kwenye sekta ya kilimo waweze kuja kuona shughuli ambazo tunazifanya ushirika wa pamoja, waweze kuona namna gani wanaweza kuja kutuongezea nguvu kuhakikisha tunaboresha maslahi ya mkulima. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji, huyu ni bwana Matthew Rajab ambaye yeye ameeleza vizuri kweli kile ambacho anakifanya. Kama ambavyo nimekujuza, hili banda lote ni washirika watupu, na hapa naelekea kwenye banda jingine na wenyewe vile ni washirika. Nadhani hawa ni washirika wa hii ni tumbaku hii bila shaka. Habari za asubuhi. Salama. Majina yako ni nani tafadhali? Naitwa Alexander Fidelis Mnyenye, ni afisa manunuzi msaidizi. Kaka Alexander, mnapatikana wapi nyinyi? Sisi tunapatikana Morogoro. Ndio. Naam, huu muungano wenu unahusisha vitu gani kwa wakulima? Sisi tunasimamia wakulima wote wanaolima zao la tumbaku ambao wanapatikana katika mikoa tofauti, na wakulima wetu ni wapo vyama 9. Ndio. Hii unayoiona hapa ni kitu gani? Hii ni tumbaku ambayo hii ni after. Hii hapa ni tumbaku. Hii baada ya kuwapatia pembejeo wakulima wetu wameweza kuzalisha tumbaku na inaonekana hivi. Ndio. Mchango wenu ni upi sasa kwa wakulima wa tumbaku? Mchango wetu katika wakulima wa tumbaku 100% tunawasaidia kupata pembejeo kwa wakati na kwa bei nafuu na zinazokidhi mahitaji yao ili kuweza kupata tumbaku yenye manufaa. Nakushukuru sana. Asante sana, karibu sana. Na mtazamaji, umeiona tumbaku hapo namna ilivyo, na huu ni muunganiko wa tumbaku, lakini pia tunasonga mbele, bado tuko na washirika wengine, na nilikwambia banda lote hili ni washirika watupu, na hapa pia nipo na washirika wengine. Habari za asubuhi. Nzuri mkuu. Pengine majina yako ni nani? Naitwa Constantine Francis Leula, meneja wa MAMCU tawi la Masasi. Naam, mnatoa huduma gani hapa kwenye MAMCU yenu?
Huduma yetu kuu ni kuonyesha huduma tunazozitoa katika chama kikuu cha ushirika cha Masasi Mtwara Cooperative Union, ambapo shughuli yetu kuu sisi ni kukusanya mazao ya wakulima, ambao mazao ya wakulima tunayozungumzia ni zao kuu ambao ni korosho, lakini pia tuna zao la ufuta, mbaazi pamoja na korosho na choroko. Sawa, mchango wenu ni upi sasa kwa wakulima? Mchango mkuu kwa wakulima ni kutafuta masoko na uhakika wa bei ambazo mkulima anazipata kutokana na mazao anayoyakusanya. Ndio. Na changamoto ni zipi mpaka sasa hivi? Changamoto kimsingi zilikuwepo, lakini kwa namna ya pekee tumetafuta kuweza namna kuziondoa changamoto, hasa ule udanganyifu ambao wakulima walikuwa wanakutana nazo, zile za kutokuwa na soko la uhakika, lakini pia malipo, changamoto za kwenye malipo tumeshazitatua. Kimsingi sasa hivi tunaenda vizuri. Tupo kwenye 88. Una lipi la kujivunia na kuambia wakulima wa korosho? Zaidi kwamba tuendeleze kufanya makusanyo mazuri, na lakini pia tupende kusema tumshukuru Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi kama wakulima wa zao la korosho tunapokea pembejeo za korosho bure kabisa, ambayo ndio inapelekea kuweza kuongeza uzalishaji kwa zao la korosho. Nakushukuru sana. Asante sana, karibu. Na mtazamaji, hawa wote ni washirika kama ambavyo nimekujuza, banda lote hili ni washirika watupu, na hapa nipo katika chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao, wenye vile vile ni washirika, watatueleza nini ambacho wanakifanya. Dada, habari za asubuhi? Salama, baraka. Salama, pengine majina yako? Naitwa Glory Makere, ni afisa masoko chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao. Huduma gani ambazo mmekuwa mkizitoa kwa wakulima? Chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao kina kazi ya kukusanya na kuuza mazao ya korosho, ufuta na mbaazi kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Mchango wenu kwa wakulima wa korosho ni upi? Mchango wetu kwa wakulima korosho, tumekuwa tukitoa pembejeo za ruzuku, tukitoa mabomba kupulizia mikorosho kwa wakulima wetu ambayo yanapatikana kwa nusu bei, lakini pia tumekuwa tukitoa mbegu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuongeza kilimo chetu na kufanya kilimo ambacho kinakuwa na tija. Nini maono yenu katika miaka ijayo na zao la korosho hapa nchini? Maono yetu kwa zao la korosho ni kuweza kuongeza uzalishaji kwa kupitia usambazaji wa mbegu, kupitia pia usambazaji wa pembejeo za ruzuku ambazo zinatolewa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi nakushukuru sana. Asante sana kaka. Na mtazamaji, ni chama hiko cha Lindi Mwambao, na wenyewe vile vile ni watoaji wa huduma za pembejeo kwa wakulima wa korosho, na sasa hivi inaelekea katika eneo jingine, na kama ambavyo nimekueleza, hapa ni Tandahimba Newala Cooperative Union kwa maana ya TANECU, na vile vile tunatamani ya kuzungumza na wataalamu wengine. Dada, habari yako? Salama. Majina yako ni nani tafadhali? Kwa majina anaitwa Atwema Inde. Nani? Atwema Inde. Naam, na kaka hapa habari yako? Kwa majina naitwa Asweri Mohamed, ni afisa kilimo wa TANECU. TANECU ni nini na inatoa huduma gani kwa wakulima wa korosho? TANECU ni chama kikuu cha ushirika ambacho kina jumla ya vyama wanachama 207 na kazi yake kubwa ni kusimamia mazao ya wakulima kwenye kutafutia masoko, lakini pia kutafuta pembejeo na kuhakikisha zinafika kwa wakulima kwa wakati. Lakini pia kama TANECU tuna miradi mbalimbali ambayo tuna miradi wa ujenzi wa maghala mpaka sasa na project ya kujenga maghala 6 ambayo mawili tunazindua mwezi wa 9, lakini pia kuna maghala mengine ambayo yalishajengwa nyuma pia inaendelea kutumika. Lakini pia tuna mradi wa ubanguaji lakini pia tuna mradi wa kiwanda. Tunajenga kiwanda cha kubangua korosho, kiwanda ambacho tunachojenga wilaya ya Tandahimba, na kingine pia kimekamilika wilaya ya Newala. Nakushukuru sana. Kwa ufupi sana, uwepo wenu umekuwa na mchango gani kwa wakulima? Uwepo wetu umekuwa na mchango mkubwa kwa wakulima kwa sababu tunahakikisha kwa kushirikiana na wadau wengine wakulima wanapata soko la uhakika, lakini pia ni bei nzuri kwa mazao yao. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji, kama ambavyo unawasikia washirika wenyewe na huduma ambazo wamekuwa wakizitoa kwa wakulima wa korosho, lakini zao la korosho limekuwa na mchango mkubwa sana kwa pato la wakulima, lakini hata pato la taifa. Mimi naendelea kuzunguka kwa washirika wengine, na hapa vile vile nimefika kwenye ushirika kwa dunia yenye amani. Kaka, habari za asubuhi? Salama. Unaitwa nani pengine? Majina naitwa Juma Ismail Fande, afisa kilimo chama kikuu cha ushirika Lunari. Tupo hapa kwenye maonesho 88 kitaifa Dodoma. Kama chama kikuu cha ushirika Lunari tumekuja na bidhaa nyingi sana, tutakuja kuwaonyesha wakulima na wadau wote pamoja. Pia tumekuja hapa na kuonesha bidhaa tunazozifanya, shughuli tunazozifanya na miradi tunayoifanya. Bidhaa ni zipi sasa tuzione? Mtazamaji anatamani aone. Bidhaa tulizokuwepo nazo, tunazo bidhaa za mafuta ya ufuta, tunazo
tunazo bidhaa za mafuta ya ufuta, lakini pia tunayo bidhaa za korosho ambazo zinazotokana na kilimo tunachokifanya. Haya mafuta tunayachakata sisi wenyewe kama chama kikuu cha ushirika Lunali kutoka kwenye product ya ufuta kama hivi tunavyoiona hapa chini, lakini pia tuna bidhaa hii ya korosho ambayo tumeionyesha hapa, inatokana ni product ambayo inatokana kwenye korosho ambazo tunazichakata huko wenyewe kama chama kikuu cha ushirika Lunali. Lakini chama kikuu cha ushirika Lunali pia tunazo miradi mingi ambayo tumeona kama kwetu ni fursa kupitia chama kikuu cha ushirika Lunali. Tunao mradi wa magari kama tunavyoona hapa, mradi wa usafirishaji. Lakini pia chama kikuu cha ushirika Lunali tunao mradi wa hoteli ambao upo Liwale. Lakini chama kikuu cha ushirika Lunali tunacho kiwanda cha kuchakata mafuta, lakini pia tunavyo kiwanda cha kuchakata vitabu. Lakini tukaenda mbali zaidi, chama kikuu cha ushirika Lunali tunao mradi wa magala. Nakushukuru sana. Mko vizuri na hongereni sana. Asante sana. Hao ni Lunalu, mtazamaji wa kipindi maalum kabisa ndani ya ITV Super Brand Afrika Mashariki. Kaka, habari za asubuhi? Salama. Majina yako ni nani tafadhali? Naitwa Mantawela Hamisi, meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Pwani Koreku. Hebu tueleze Koreku inatoa huduma gani kwa wakulima wa korosho? Koreku ni chama kikuu cha ushirika ambacho kinasimamia mazao ya korosho, ufuta, mbaazi na pamba. Kiko mkoa wa Pwani, kinahudumia wakulima wa mkoa wote kwenye wilaya zote 7 na halmashauri 9. Wakulima wanapata nini kutoka kwenu? Wakulima wanapata moja miongoni mwa kazi tunazozifanya ni kuratibu na kuwezesha upatikanaji wa pembejeo za kilimo hizi ambazo zinatolewa na serikali. Serikali haiwezi kumfikia mkulima moja moja. Kwa hiyo zinapofika kwenye chama kikuu, sisi ndo tunajua wakulima wako wapi na wazipata bila shida yoyote. Tunaratibu usafirishaji wa mazao kutoka kwenye maghala ya AMCOS kwenda maghala makuu kwa ajili ya kuuza. Tunaratibu upatikanaji wa vifungashio vya mazao. Tunaratibu pia uwezeshaji wa malipo ya wakulima. Ikumbuke kwamba Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba fedha wakulima tunapofanya minada, zile fedha zisilipo kwenda kwenye AMCOS na baadaye kwenda kwa wakulima, bali zilipo kutoka kwenye akaunti za chama kikuu kwenda kwa wakulima moja kwa moja. Asante. Mimi nakushukuru sana. Shukrani. Naam, mtazamaji, nipo katika chama cha Koreku hiko, na kama ambavyo mwasikia wenyewe wakieleza huduma ambazo wamekuwa wakizitoa moja kwa moja. Matangazo haya unayapata kutokea hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Tuko jijini Dodoma. Hata wewe hapo ulipo tutakufikia, lakini tutakuweka karibu pamoja na wateja wako, tutakuweka karibu pamoja na wanunuzi wako. Usiondoke mbele runinga yako, bado mambo ni mengi, mambo ni mazuri, tutaendelea kuwa nasi. Mimi ni Othman Suleiman, kwa niaba ya mpiga picha wangu Idrisa Magomeni. Tafadhali endelea kutazama ITV Super Brand Afrika Mashariki.